Majina, mimi ni Samuel Alimani Onduso, ni mkaaji wa KPA Kiang'ombe na kazi yangu ni ya kuuza maji. Kabla nianze hii biashara ya kuuza maji, nilikuwa nafanya kazi ya bodaboda. Kazi ya bodaboda tukaisukuma kidogo, kijiji kaende Kagongwa ya Kiang'ombe. Wakati kijiji iligongwa ya Kiang'ombe, wateja wale tulikuwa tunabeba wakakosa. So tukaona ni kama tutafute alternative. Ndio nikatafuta mkokoteni nikaanza kuuza nayo maji. Ile shida ilikuwa kubwa sana wakati tulikuwa tunauza maji na mkokoteni. Hatukuwa na storage, kitu ya pili. Maji tulikuwa tunaendea mbali. So ikawa ni changamoto kubwa sana wakati maji imekatika kupata maji ya kuuza. Ndio maana tukaanza kutafuta alternative ya kutusaidia. By the way, nakumbuka kipindi moja kolera ilitembea hii area, ugonjwa wa kolera juu ya ukosefu ya maji wakati wa kiangazi. So tulikuwa tumeumia upande wa storage ya maji, watu wakakosa maji, wakaanza kutafuta yoyote ya kutumia. Ndiposa tukakuja kugundua ukiwa na storage ingekuwa imesaidia wakati ule maji. Kuna wakati maji inafanywa lessoring, inatolewa pande inapelekwa pande nyingine, na wakati mwingine nakatwa pande ile kiletwa hapo wakati maji iko kidogo Nairobi. So wakati kama huo tunakuanga na challenge kubwa sana. Ndiposa tukaonelea ni vizuri tupate kitu kama storage, ndio maji wakati ule hakuna, tulikuwa na maji ya kujisaidia. Ile kitu ilinifanya nianze kufikiria biashara ya kuuza maji. Wakati biashara ya bodaboda iliisha, niliangalia nikaona kuna watu wamepaki kwa makampuni ziko hapa karibu, wanapikia watu wenye wanaingia hizo makampuni vipanda na hawana njia ya kupata maji. Ndio ilinipea motisha. Ndio nikaona afadhali nitafute mkokoteni, natafuta mahali maji iko, ninawaletea na mitungi na mimi wananipea kitu kidogo ya kujikimu. Vision Fund, kuna mwalimu mmoja wa Vision Fund anaitwa Days, alikuwa anafanya marketing ya vikundi. Sasa wakati tulipatana naye akiniambia kuhusu vikundi, nikamwambia saa hizi kupata watu wa vikundi juu kijiji ilikuwa imegongwa ni ngumu. Ndio kutoka hapa akaniambia kuna hata individual loans, unaweza asisiwa kulingana na kazi yako. Kutoka hapo akakuja akanitembelea kazi, akaniambia kazi yako inaweza kustiwa na 100. Kwanza alinisaidia kupata mkopo wa shilingi 1,100, nikanunua tangi 2 za 55. Hizo tangi 2 za 55 nikawa sasa ndio storage. Sasa zingine hata kama hakuna maji, gari naenda nanunua na gari ya wenyewe na nilete na nimwagia. Kutoka kunimwagia na mimi nachota kutoka hapo nikisupply. So nilianza na mkopo yao ya 1,100, ndipo sasa nikaendelea kupanda kutoka hapo. Tangu nichuane na Vision Fund imenitoa mbali. Nilikuwa nauza maji na mkokoteni, walikuja wakanipea mkopo ya pili, nikaongeza hizi 10 tanki mnaona hapa saa 10 4, na kuna moja nimeweka upande ya kijiji ndani nikichota na pelekanga huko. So nikaweka tangi mingi, nikawa na storage mingi, na mimi nikaongeza vijana wengine wa kunisaidia kikazi. Hiyo ni mkopo ya pili ya 200, na mkopo ya tatu nilikuja nikachukua naye kanisaidia, nikaongeza kidogo nilikuwa nayo, nimenunua saizi gari ya kusungusha maji. Saizi mambo ya mkokoteni nimeachana. So through Vision Fund saizi niko na gari yangu najivunia na usia maji. Kazi yangu vile imepanduka, nimekuelezea, nimepata gari ya kusungusha maji. Sasa saizi hata siusi vibanda sana. Kuna hizi makampuni ziko hapa around hasina mapohole. So hiyo gari yangu inakuanga inachota maji, naenda na wasaidia na wamwagia. Pia nimeexpand, kuna watu wanapata wako na tanks kama pande za Kitengera River wenye hawana maji fresh water. Huko kuna kuanga na salt water na mapohole. So ninachotanga nikipata water ya pande hiyo, pia nakimbiza na wauzia. Ile kitu mimi inanifurahisha zaidi na inaweza encourage mtu yoyote, ukiwa na mahali unapata mkopo, unaweza endelea kuliko vile unafikiria. Watu wengi wamekosa kuendelea juu ya kukosa pesa, na ukitaka pesa, ukipata mahali unashikwa mkono upate pesa, kama mahali mimi nilisaidika ya Vision Fund. Sasa hizi naambia mtu yoyote unaweza saidika na Vision Fund, upate mkopo. Hiyo kazi yako unaona ni kidogo, na isainue ikue kubwa. Biashara yangu kupitia Vision Fund, hizi tangi nilikuwa nimenunua zingine ndogo, ilibidi nikasupply kwa kijiji, nikapaki na hizi kubwa za storage, na hizo ndogo nilipeka kwa kijiji, ndio zina serve kijiji, watu wanapata maji fresh water wanakunywa, nikichota kutoka kwa main na hiyo gari yangu. Mahali popote maji inahitajika, sasa hizi inafika juu niko na gari. Hizo tangi niko nazo, kama ni watu wako wengi zaidi ya 50, tunapeleka tangi hapo na weka. Hii area ilikuwa na shida ya maji, kwanza maji fresh water, lakini kutangu tupate usaidizi wa kupata storage za maji,
Saa hii kijiji hatukosi maji hata kidogo, hata wananchi na wanakijiji bado wanafurahia hii service. Kwa hakika mimi hata shule nilikuwa nalemewa kulipia watoto school fees. Kitambo usunguke na mkokoteni upate ya kukura na ya kusomesha na kulipa nyumba rent ni ngumu. Lakini kwa sahizi kila kitu naweza kusurprise. Saa hii mimi naishi kwangu na pia watoto nimepeleka boarding wote. Na nilikuwa nimelemewa kusomesha. So kufikia sahizi mimi siishi ile maisha nilikuwa naishi ya kitambo. Ile kitu inanipea mtisha sasa ni ile mimi sahizi nafikiria nikimaliza hii mkopo niko nayo kwa wakati huu, ile gari niko nayo ni ya 5000 liters. Nikipata gari ya 10000 liters kama kampuni zingine zinaitisha maji mingi, nitakuwa niko na uwezo ya kuwasapria. Ile kitu mimi naambia mtu jisukume na ile kitu kidogo uko nayo, anze nayo. Alafu ukishaanza nayo tafuta watu wanaitwa Vision Fund. Hapa Nairobi wako kila mahali. Unaweza pata mkopo, lakini usirare ukifikiri utaenda kukopa mkopo ikusaidie bila kuanza biashara. Biashara ni wewe uanze uonyeshe nia kama uko na interest na. Halafu kitu ya pili, hakuna kitu unawapanga, kitu yote inaanzanga chini, hakuna kitu inaanzanga juu. Usiokopa utaanza chini na sijui na capital ndogo nini. Anza na hiyo ndogo, ukitembelea watu wa Vision Fund watakupea mkopo na utainuka.